Mwenyezi Mungu amekataa kunywa pombe, yani kuuza vilevi, kula nyama ya nguruwe na mizoga na nyama ya nguruwe. Amekataa na kuabudu sanamu. Kwa hiyo unaona jinsi gani Qur'ani ambapo bado inakataa. Rafiki yangu, na wewe Muislamu, naamini tuko pamoja sana. Ndio maana anasema ni haramu kwa sababu ni kichafu. Ni kichafu, ni chakula, ni mnyama ambaye alikatazwa na Mungu, ambaye hataki kuliwa. Lakini hata unapomwona mnyama nguruwe ni mchafu, asili yake ni uchafu. Vyakula vyote ambavyo vikataza Mungu ni asili yake ni uchafu. Kwa unaweza kumtoa kwenye banda lake analolala, anaenda sehemu yenye matope, analala chini, anaanza kutoboa ardhi, kujiviriga, ameloa matope yote, anapenda kula uchafu, hata mavi yake anakula. Vinyezi anaokota, anakula. Kwa hiyo wewe unaenda kumla baadaye. Ndio maana anasema wanaokula nyama ya nguruwe ni uchafu, wanakula uchafu. Ndugu yangu, nakusihi uache kula nyama ya nguruwe. Twende katika Biblia. Tuone Biblia inasema nini. Kitabu cha Mambo ya Walawi 11. Tuone Biblia inasema nini kwa wale Wakristo wanaoamini Biblia. Naona jinsi gani Biblia ambavyo inakataza ulaji wa nyama ya nguruwe. Hivyo ni vyakula ambavyo vimewekwa si kwa ajili ya kuliwa. Mungu aliumba vyote akaona ni vyema, lakini hakusema vinafaa kwa ajili ya chakula. Aliviweka kwa ajili ya makusudio maalum, kwa ajili ya kuijaza dunia na kuipendezesha, lakini hakuumba kwa ajili ya chakula. Tuone sasa katika Biblia inazungumza nini juu ya ulaji wa nyama ya nguruwe. Kwa wale Wakristo tutaenda sambamba kwa sababu tunaiamini Biblia ambayo ni takatifu. Kitabu cha Mambo ya Walawi 11 mstari wa 3, Biblia inasemaje? Biblia inasema kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka katikati, mwenye kucheua, katika hayawani hao ndio ambao wanatakiwa kuliwa. Kwa hiyo kama ni mnyama anatakiwa awe na miguu na kwato zake ziwe zimepasuka kati. Unakuta zimeachana, mfano ng'ombe, ukiangalia mbuzi, ukiangalia kondoo, wana miguu ambayo imepasuka kati. Lakini unapoenda katika mnyama kama nguruwe na nyama sungura na ngamia, unakuta hawana hizo sifa. Lakini anasema awe na sifa mbili. Sifa ya kwanza awe na miguu iliyopasuka kati, na sifa ya pili awe mwenye kucheua. Mtu mmoja anaweza akawa hajanielewa maana ya kucheua. Ni kwamba mnyama anakula chakula, ule wakati wa usiku anaanza kukila chakula upya, anasema digestion. Anaanza kukirudisha mdomoni na kuanza kutafuna. Fanya research hiyo, amka usiku, unaenda kwenye mifugo, utakuta ipo inarudisha chakula, inakula upya. Kwa hiyo ukiona mnyama hafanyi hivyo, ujue huyo ni najisi kwenu. Kwa hiyo kitabu hicho cha Mambo ya Walawi 11:3 kimekataza wanyama ambao hawana sifa hizo mbili. Lakini twende mstari wa 6. Mstari wa 6 inasemaje? Nayo inasema au ache, unaenda mstari wa 7. Inasema na nguruwe kwa sababu yeye ana kwato. Huyo nguruwe ana kwato, ana miguu ambayo imepasuka kati, ndio. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati, ndio. Lakini hacheui. Lakini hana sifa ya kucheua, yani hakirudishi kile chakula upya na kuanza kukila, ndio. Yeye ni najisi kwenu. Najisi ni nini? Najisi ni kwamba ni dhambi. Au kichafu. Tunaweza kusema najisi ni kitu ambacho ni kichafu. Kwa hiyo mnyama wa nguruwe yeye ni mchafu. Lakini unapoona kipindi cha wana wa Israeli walipokuwa wakifanya makosa, endapo mtu atafanya kinyume, alikuwa wanamuita najisi. Muda mwingine alikuwa anapigwa mawe hadi kufa. Au kipindi kile cha wanawake wakiwa kwenye siku zao, siku zile walikuwa wanatengwa, walikuwa wanaitwa najisi. Hawafai, ni wachafu, walikuwa wanatengwa, walikuwa wachangamani na watu wengine. Kwa hiyo neno najisi maana yake ni uchafu. Hakifai, kichafu hakifai kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo anasema nyama ya nguruwe, kwa sababu nguruwe hana sifa hizo zote mbili, yeye ni najisi kwenu. Lakini tuone katika kitabu kile cha Isaya 65, Biblia inasemaje? Isaya 65 mstari wa 1. Nayo inasema watu wasionitaka ndio wanauliza habari zangu. Nimeonekana
hao wasiotafuta. Ndiyo, nimeonekana na hao wasionitafuta. Na nililiambia taifa lisiloitwa kwa jina langu. Na niliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu. Mstari wa 3. Mstari wa 3 nasema, ndiyo, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima, wakitoa dhabihu katika bustani zao, wakitoa dhabihu katika bustani zao, na kufukiza uvumba juu ya matofali. Ndiyo, mstari wa 4. Mstari wa 4 inasema, ndiyo,